ni wasa mzuri wa Kizimbani. Sasa tunawekana Kizimbani hapa, atupepesi kope, na tunakomba tu tupendo situchukie, kwa sababu mchakato una lengo la kurekebisha tabia, si ndio? Unajua kuna tabia ambazo ziko kwenye jamii hazivumiliki, na mtu mwingine akikuonesha hizo tabia unajisikia kukereka ndani ya moyo, sawa? Lakini unakuwa huna namna. Unakuwa huna namna, unavumilia tu. Yaani unakuwa huna namna tu, unavumilia, si ndio? Kwa hiyo tunalitizama hili kwa siku ya leo. Na leo unaweza kujiuliza, hivi Kizimbani leo mchakato unaweka watu gani? Jamani, leo tunawaweka Kizimbani baadhi ya wananchi wanaokaidi maagizo au maelekezo ya viongozi wao kwenye maeneo yao. Tunajua kwenye maeneo yetu tunao viongozi, kuna mabalozi wa nyumba 10 wale, kuna wenye vitu wa vitongoji, mwenyekiti wa kijiji, ndio, kuna diwani, ndio, kuna mbunge, kuna mkuu wa wilaya kabisa, inaweza kuwa ni mkurugenzi na viongozi wengine wote ambao kwenye jamii zetu. Sasa nini kinachosababisha baadhi yenu wananchi mnakaidi maelekezo ya viongozi? Kwa mfano, unajikuta pengine ni mwananchi amepeleka malalamiko kwa balozi au kwa mwenyekiti wa kitongoji ama wa kijiji ama mtendaji. Mwisho wa siku unakuja kusikia yale majibu ya yule mwananchi analalamikiwa akiitwa. Unajua sana aitwa kwamba mwenyekiti anakuita kutokana na 1 2 3 awasuluhishe muweze kuelewana. Mwisho wa siku yule mwananchi anamwambia, yani kama unahitaji mimi nije labda uende polisi ukope barua ya kunipeleka mimi nione barua ya wito, kwa unamdharau yule kiongozi ambaye anakuongoza katika eneo lako. Na mbaya zaidi, ulimchagua mwenyewe. Unajua unapomchagua mwenyewe kiongozi kwa ridhaa yako, unakuwa unamwamini kwamba kiongozi ataniongoza, si ndio? Na katika kumwamini pia kuambatane na heshima. Wakati mwingine pia viongozi wetu unakuta labda kuna matangazo, kuna taifa wanatakiwa watupatie kwamba labda kesho kutakuwa na shughuli ya kimaendeleo, labda kuna msiba umetokea ama kuna shughuli ile, unakuta wakati mwingine labda wanaalika watu wakasafishe mazingira, ama wakati mwingine wakashiriki kwenye ujenzi mbalimbali, mfano kujenga shule. Mnaalikwa na viongozi wetu, tunaalikwa, lakini wakati mwingine watu tunaacha tu makusudi, tunakaidi kabisa, atanifanya nini, kwa sababu tumesikia kwamba ni kujitolea. Ama wakati mwingine vikao mbalimbali vinaitishwa, mikutano kwamba mjadili labda mapato na matumizi, watu hawatokei. Kwa ni dharau, umemdharau kiongozi wako ambao ulimchagua. 2025 tulikuwa na chaguzi za serikali za mitaa, na mwaka jana 2024 na mwaka huu tunao uchaguzi mkuu na bado tutaenda kuchagua. Lakini kiongozi ambaye unamchagua akishaingia madarakani, sasa akianza kutoa ushirikiano kwa kuwe mwananchi, unaanza kumdharau. Yani huoni umuhimu wake, kwa sababu pengine wakati mwingine anaweza asiwe na uwezo wa kukuwajibisha, ila tu kwa atanifanya nini? Tunaamini hivi sasa wenye viti wa vijiji, vitongoji, mabalozi, watendaji, maafisa tarafa, viongozi mbalimbali katika ngazi zao wanatusikiliza hivi sasa. Yawezekana pia wanakumbana na changamoto mbalimbali katika kuongoza jamii. Unakuta pengine kiongozi kila siku anaugulia maumivu moyoni. Hivi ni kwa nini mimi wananchi wananidharau? Wamenichagua wenyewe. Ninawaambia jamani, tukusanyike. Unajua siku zote tunaambia kwamba mtu ni afya, si ndio? Mtu ni afya. Sasa kwenye chanzo chetu cha maji tunapochota maji, kidogo mazingira sio rafiki. Labda pengine kuna wananchi ambao tena wameanza kuharibu chanzo cha maji. Tunawaita wanajamani, wananchi tunatakiwa siku ya Jumatano ama siku fulani wananchi tukutane pamoja, tusafishe chanzo chetu cha maji, ili maji haya tunapoyachota yao katika hali nzuri, yao na usalama. Mwisho wa siku wananchi amjitokezi. Sasa mwananchi unapokuwa unakaidi maelekezo ya kiongozi wako, yule kiongozi anajisikia vibaya, kwa sababu kumbuka yale maji hanywi kiongozi peke yake. Hayawezekana pia hata kiongozi kwenye eneo lenu huko, yeye hata hausiki kwa chochote. Yeye yupo mtaa mwingine anafanya hivyo kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wake kwamba msipate na shida. Na tunaambiwa kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo kama hakuna ushirikiano kwenye kufanya kazi mbalimbali ambazo mwisho wa siku zitatuletea maendeleo, tutaendelea kubaki nyuma. Tutaendelea kubaki nyuma. Sasa kiongozi tumeona tusikiliza hivi sasa, lakini wananchi kwa wananchi wanafahamiana kwamba yule mwananchi mwenzetu ni mkorofi, ana maneno makali, maneno yenye kashfa, anawakashfu, anadharau. Wananchi kwa wananchi mnajuana. Hilo tunalo 100% kabisa. Sasa tueleze, tusaidiane sisi kwa sisi kwamba je, huyu mwananchi mwenye tabia za namna hii anapaswa kufanya nini ili aweze kubadilika?
aweze kuelewana na viongozi wake? Kwa sababu unajikuta kama ni mwananchi haelewani na kiongozi wake katika jamii yake anayoiongoza, hata kama angekutwa na shida. Hapo ndo tunaanza 1 2 3 sasa. Mwananchi kikumbwa na shida yoyote, ukahitaji msaada wa yule kiongozi ulikuwa unamdharau, unadhani utapata ushirikiano? Na yeye akikudharau itakuwaje? Itakuwaje? Akisema kumbe yule mwananchi mwenye dharau, mwananchi mwenye kiburi, ngoja tumwache katafute kiongozi mwingine atakayemshirikisha changamoto yake. Kwa unajikuta kidogo tunakoelekea sio kuzuri zaidi. Na pengine inaweza kuwa kwamba kiongozi huyu anawaletea jambo ambalo pengine wewe hujapendezwa nalo. Toa ushauri. Ndio. Haimaanishi kwamba kiongozi akishasema ndo amemaliza. Hapana. Unaweza ukashauri kwamba bwana, mimi naona tufanye 1 2 3 ili sasa na wewe uweze kuonesha ushiriki wako. Sio anakuambia jambo kwa sababu tu hulipendi unaamua uache kimya. Hiyo haisaidii chochote. Haisaidii chochote. Kwa hiyo una nafasi kubwa mpya ya kutueleza wewe kama mwananchi ama wewe kama kiongozi, unapokutana na hali hii huwa inakuwaje? Lakini wewe mwananchi ambaye unaona mwananchi mwenzio hatoi ushirikiano kwa viongozi wake, unadhani ni kitu gani ambacho kitakuja kutokea hapo baadaye? Lakini pia naamini una ushauri mzuri kwa hawa wananchi ambao kidogo bado wanaendelea kukaidi maelekezo ya viongozi. Hivi ulishajikuta unamwelekeza mtu kitu anakudharau, unajisikia vibaya sana? Yaani unajisikia vibaya sana moyoni, unasema ina maana sifai. Maelekezo yule atoa jamani hajayaelewa. Sasa jina unamtukana. Sasa kama kiongozi ni mwembamba. Na wakati mwingine ndio maana unakuta viongozi wanakuwa ni wakali. Ndio. Wanaamua tu kwamba walazimishe kwa sababu washaona ninyi hamuendi, hamsogei. Kwa hiyo wakati mwingine inabidi sasa watumie lazima kabisa, ambayo sasa ninyi mnakuja kutafsiri vibaya kwamba huyu tumemchagua tu juzi, sisi ndo tumemweka hapo alipo. Afa anaanza kutuletea namna hii. Ngoja tunampa miaka 5. Miaka 5 tu itakayokuja. Kumbe yeye amejaribu kuonesha ile kwamba yani twende kiurafiki. Ndio. Kwamba bwana mambo sio mpaka kusukumana ili yaende. Lakini anajaribu kutumia hiyo njia na bado hamtaki kumpa ushirikiano. Wakati mwingine sasa inabidi atumie force. Unafanya ufanye. Sasa ndio mwisho wa siku inaanza sungusungu anaanza kufanya kazi. Nasema